Leo nataka tujifunze ama ufahamu juu ya ndoto. Ukiota mbwa wanakukimbiza, nini maana yake katika ulimwengu wa roho? Lazima ufahamu hivi. Ndoto ni uwanja ambao anaotumia Mungu kuzungumza na watu wake. Na hapa haijalishi mtu ameokoka, hajaokoka. Mungu anaweza akautumia huo uwanja kuongea na mlevi, mzinzi, muongo na kila mtu kabisa wa aina tofauti. Mungu anaweza kuongea naye, kwa sababu ndoto ni ufunuo ambao unahitaji maarifa, na maarifa hayo ili uweze kujua Mungu amekufunulia kitu gani katika maisha yako. Kwa hiyo uwanja huu wa ndoto, Mungu anapokuja, anakuja katika usiku ambapo umelala. Ukisoma kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 na 15, Biblia inasema, kwa kuwa Mungu unena mara moja, naam hata mara ya pili, ijapokuwa mtu ajari. Unaona, Mungu anakuja kwa mtu kusema naye kwa namna ya ndoto. Anaweza akaja mara ya kwanza, anaweza akaja mara ya pili, lakini huyo mtu ajali. Katika ndoto na katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu katika usingizi kitandani, unaanza kuona kwamba shetani huwa anakuja kwa watu kuzuia kabisa wasikumbuke ile ndoto walioiota. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, hata kama akiota hawezi kuielewa kwa sababu ya ukosefu wa maarifa. Hana maarifa ya kutosha ya kujua nini maana ya ndoto. Kwa sababu hiyo, Mungu amekuja kwenye uwanja wako wa ndoto. Amekuja usiku wa manane, lakini wewe ni mtu ambaye haujali. Sasa ndio maana matukio mengi yanakuja katika maisha yako kuharibu maisha yako, kwa sababu Mungu amekuja mara ya kwanza, mara ya pili au kujali. Na mimi ninaomba leo ujali katika jina la Yesu. Sasa ukiota mbwa wakikukimbiza, nenda ukaangalie katika part 1. Lakini leo ukiota mbwa wakipigana, unaota mbwa wakipigana, ni ishara ya maadui zako wanapigana. Kwa hiyo ukiota mbwa wanakimbizana, yani umeota mbwa wanakimbizana, ni ishara ya kwamba maadui zako wanapigana, yani wale maadui wanapigana. Jambo la pili, ukiota mbwa anakutokea, maana yake ni ishara ya kuvamiwa na maadui. Unashangaa mbwa anakubwekea, anabweka. Jua kabisa maadui, ni ishara ya kwamba umevamiwa na maadui. Inawezekana ni nguvu za giza, inawezekana ni adui wa maneno, inawezekana ni adui yoyote kwenye biashara. Kwa hiyo unabwekewa namna hiyo. Na kitu cha tatu, ukiota unamlisha mbwa, ni ishara ya kwamba adui yako umempa nafasi ya kukushambulia na kumkaribisha. Kwa hiyo angalia sana. Kuota unamlisha mbwa ni ishara ya kwamba adui yako umempa nafasi ya kukushambulia na umemweka karibu yako. Kwa hiyo Mungu anakuambia kaa nao mbali kabisa. Sasa nini ufanye unapokuta hivi ndoto kama hii? Unamlisha mbwa, ni ishara ya kwamba adui yako umempa nafasi au umemkaribia sana, kwa hiyo atakumaliza,
adui yako yoyote yule. Na mara nyingi hawa wanaoota namna hii, kuota mbwa anamshambulia, unaweza ukakuta ni rafiki yako anatembea na mme wako. Kwa hiyo kataa kabisa hiyo roho. Sasa unahitaji kuingia hata kwenye maombi ya vita. Maombi ya vita ndio yatakayokusaidia kumtenganisha adui na wewe. Ingia kwenye maombi, sema Bwana Yesu, hii ndoto iliyokuja katika uwanja wangu ninakataa kwa mamlaka jina la Yesu. Ninakataa katika jina la Yesu. Kila roho na kila adui aliyeingia kwenye maisha yangu ninamkataa katika jina la Yesu. Niliyemkaribisha adui kwenye maisha yangu namkataa kwa mamlaka jina la Yesu. Ninaomba Mungu akae mbali na mimi katika jina la Yesu. Ikiwa adui nimemkaribisha kwenye biashara, kwenye kazi, katika jina la Yesu ninavunja hiyo roho katika jina la Yesu. Akae mbali na watoto wangu, akae mbali na familia yangu, akae mbali na mume wangu, akae mbali na mke wangu katika jina la Yesu Kristo. Rita rabababa renta ramashata ya ramasiti rita ramashata. Adui aliyeingia kwenye maisha yako ninamng'oa katika jina la Yesu Kristo mfalme hai. Ramasiti rita rita rabu rindu rama renta raba ramashata rabu. Maana Isaya 49 mstari wa 26 nasema, na hao watakao kuonea nitawalisha nyama yao wenyewe, nao watalewa kwa kuinywa damu yao wenyewe kama kwa mvinyo katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja adui aliyekaribia maisha yako, ninamtenganisha katika siku ya leo kwa mamlaka jina la Yesu Kristo. Ripu satarapa papa yara mama mashatirimo. Ninavunja kabisa, ninakuona kutenga mbali na adui yako, na kutenga mbali na adui yako, na kutenga mbali na adui yako. Kila adui ripu shatarapa yara masatarabu. Adui waendelee kupigana, adui waendelee kupigana, wachawi waendelee kupigana, mizimu iendelee kupigana sawa sawa na ndoto uliyoiota katika jina la Yesu Kristo. Rabababa rita rabababa. Kila adui aliyekuvamia maisha yako ninamtenga mbali. Adui aliyeingia kwenye nyumba yako, adui aliyeingia kwenye biashara, adui aliyeingia kwa watoto, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninamsambaratisha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Achia maisha mama huyu, achia familia ya nyumba hii katika jina la Yesu. Rabababa. Kila silaha itakayofanyika haitafanikiwa katika jina la Yesu. Raba satarabu. Ninaachilia nguvu ya kutenganisha kila adui aliyeingia kwenye mji wako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hauna mamlaka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninafunga milango ya adui, ninaifunga asiingie kwenye biashara, asiingie kwenye familia, asiingie kwenye kila eneo katika jina la Yesu. Mama umebarikiwa, baba umebarikiwa. Kwenye biashara yako hata ingia adui, kwenye maisha yako hata ingia adui kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Damu ya Yesu ninasambaratisha kila adui anayetafuta roho yako, kila adui anayetafuta magonjwa kwenye nyumba yako katika jina la Yesu. Kila roho ya mafarakano ninatengua kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaenda kinyume na kila roho ambayo imekuja kuharibu maisha, kuharibu familia, kuharibu nyumba, kuharibu ndoa katika jina la Yesu. Natenga hiyo mbwa aliyekuja katika ulimwengu wa ndoto, amekuja paka pale ulipolala. Leo namuondoa. Achia maisha yake, achia maisha yako. Wewe adui unayeng'ang'ania biashara, wewe adui unayeng'ang'ania ndoa, wewe adui unayeng'ang'ania masomo, wewe adui ambaye unang'ang'ania kazi, toweka kwenye mji huo, kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu. Damu ya Yesu Kristo naachilia ulinzi, naachilia uponyaji kwa mamlaka jina la Yesu Kristo aliye hai. Damu ya Yesu ikisimame na wewe, kwa damu ya Yesu Kristo mfalme. Mungu akutenge mbali na maadui kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nimeomba,
Amen. Mungu akubariki sana. Kwa majina yangu naitwa B.A. Laurent. Tunaweza tukawasiliana kwa namba 0765915604. Na Mungu akubariki sana. Endelea kupambana. Simamia kitabu cha Isaya 49 mstari wa 26. Naamini Mungu amekufungua kabisa katika jina la Yesu Kristo hai. Amen.